rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, katibu wa mufti, mashekhe mliopo, makatibu wote kwa ujumla, kina baba na kina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa ufupi, kwanza sisi tumependezwa sana kuhudhuria katika wilaya hii ya Uyui katika mkoa huu wa Tabora, na katika eneo hili ambalo leo linasomeka kuwa ni eneo la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania linalosimamiwa na wilaya ya Uyui na mkoa huu wa Tabora. Kwa maelezo au kwa kusikia kwa haraka nasikia pana eka 90 hapa. Naam. Ekari 90. Ni zaidi ya 90 pamesema namna hiyo. Hilo ndio jambo kubwa sana ambalo tumeliona mmelifanya, na sisi kama makao makuu tunawapongeza kina baba na kina mama kwa juhudi za kufikiria swala la maendeleo ya Uislamu katika eneo hili la mkoa wa Tabora. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Amen. Na tuendelee kuyatumia matamko yetu yale matatu ya jitambue, badilika, wacha mazoea, yenye tafsiri na maana ya kwamba sasa umefika wakati wa kujitambua kwamba Waislamu wanahitaji maendeleo. Umefika wakati wa kubadilika kutoka katika hali ya zamani ya kukaa tu bila kufikiria maendeleo, sasa kufanya shughuli za maendeleo. Na umefikia wakati sasa wa kuacha mazoea. Zamani tulikuwa tumezoea tu kwamba Uislamu maana yake ni kuwa na msikiti mdogo, kuswali swali kidogo, tumaliza kuswali swala zetu 5 na nini, tunaendelea na shughuli zetu za kawaida. Lazima tuache mazoea kwamba hata Uislamu unahitaji maendeleo na inahitaji kuhudumiwa, kama vile mtu ambavyo nyumbani kwake anahitaji kuhudumia familia yake, kujihudumia yeye mwenyewe na familia yake na kila kitu chake, wanawe, wajukuu, anahitajika lazima awahudumie. Basi huo auone ndio wajibu vile vile juu ya Uislamu, kwamba Uislamu nao unataka kuhudumiwa na kuangaliwa. Unataka kutengenezwa Uislamu, unataka kusimamiwa. Kujengwe misikiti mizuri inahitaji uwezo. Kujengwe vituo vya watoto kusoma kama watu waliokuwa nao inahitaji uwezo. Lazima tujenge uwezo, na uwezo tutapata katika miradi kama hii. Na mradi huu wa ufugaji wa nyuki ni mradi mkubwa sana, maana hata rafiki yangu waziri mkuu mstaafu mzee Mizengo Pinda katika jambo alikuwa akinieleza na kunishawishi, ilikuwa ni masuala ya asali, na yeye na shughuli hizo kubwa sana kule kwake. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa, na wapongeza kwa kufikiri mradi kama huu. Na zamani ilikuwa Waislamu wakijaribu kufikiri vitu vya maendeleo, watu wengine wanashangaa, wanashughulika masuala na nini siku hizi? Dini wameacha. Ndio kushughulika na masuala ya kipato tu. Watu wengine wanashangaa, Waislamu siku hizi wamekuwa watu wa biashara. Wewe nani amekwambia kwamba Waislamu si watu wa biashara? Waislamu ndio wenyewe wa biashara, kwa sababu mtume wao alikuwa ni mtu wa biashara, na mitume yote ilikuwa watu wakifanya shughuli za biashara na shughuli nyingine. Kwa hiyo mambo ya maendeleo katika Uislamu mambo yenu. Kwa hiyo nyinyi mmejitambua, na nyinyi kweli mnaendelea kubadilika na mnaendelea kuacha mazoea. Huu mradi Mwenyezi Mungu aubariki. Amin, amin. Uweze kuwa mafanikio makubwa. Amin, amin. Na kila mnapopata fikra basi muendelee na kubuni miradi mingine. Amin. Watoto wetu hao wanahitaji kusoma, wasome elimu ya dini, wajue dini yao inasemaje, dini yao ikoje, alafu wasome dunia yao, wasome elimu ya dunia hii ambayo inawasababisha kuwapeleka shuleni, elimu ya secular, elimu ya mazingira, ili wajue ulimwengu. Tuje tumpate hapa waziri, tumpate daktari, tumpate engineer ambaye kasoma dini, anajua Uislamu wake, ataugombania Uislamu akiwa waziri, akitogombania Uislamu akiwa engineer, ataugombania Uislamu akiwa daktari. Tuwe na hospitali za wakina mama. Wakina mama hakuna hospitali zao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wanakwenda kutibiwa na watu tu ambao kwamba sio, hawajui hata sheria za dini wala nini, wanawachezea tu. Hii lazima tuondoshe unyonge, udhalili. Naam. Afu Waislamu mmekaa tu mnaangalia. Udhalili mkubwa kama huo, nyinyi mnaangalia tu hivi bana. Lazima mambo hao yafanyike. Wakati ninaeleza mimi mambo ya kujengwa kwa hospitali ya rufaa ambayo itakuwa ina maadili ya dini na maadili ya Kiislamu, bwana mmoja ni askofu yule rafiki yangu namzungumza, asema hata mimi mke wangu atakuwa anakuja kutibiwa hapo. Kwa sababu ya kuangalia maadili, kuangalia kwamba lazima
yapatikane maadili, lazima walindwe wakina mama. Watalindwa vipi? Lazima tuanzishe miradi, tupate pesa, tupate uwezo, tujenge hospitali, tuweze kuajiri madokta wa kina mama waende wakafundishwe, tuwapeleke kusoma hapa hata nje, tuwapeleke India wapi, wakirudi wale madaktari watibu wakina mama. Kina mama wao kivyao na sisi tutibiane kivyetu huko. Labda katika mambo mengine, mambo ya uzazi, mambo ya nini, hadi masala atakiwa lazima watibiwe kina mama na wenzao. Sisi tunashinda kuwakomboa, mpaka sasa hivi tunaweza kumkomboa mwanamke. Mpaka sasa hivi tunaweza kumkomboa. Tumewaachia tu wanatibiwa ovyo ovyo tu na nini. Na madaktari wetu wengine hawana adabu, wengine hawana nini, hawana maadili, wanafanya michezo tu. Tushaziona kesi nyingi sisi ambazo zinatokea kutokana na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na ari, kuwa na hima ya kuweza kuwakomboa wakina mama, lakini hatuwezi kufikia huko kama hatuna uwezo. Na uwezo hauwezi kupatikana kama hatubuni miradi. Na miradi ndio hii, miradi ya nyuki na miradi ya mambo mengine. Ndio maana ninawapongeza kwamba sasa mmeingia katika ile swala letu la jitambue, badilika, wacha mazoea. Inshallah, kwa sababu wakati wetu ni fupi, na mimi nitaka kupata baraka kuzungumza na nyinyi Waislamu wa hapa na wananchi wote kwa ujumla wa hapa, wakina baba na wakina mama. Niwashukuru na niwaombe Mungu, Mwenyezi Mungu awawezeshe muendelee kusimamia Uislamu na msimamie maendeleo, na maendeleo ni mambo makubwa sana. Lakini msisahau kuchanja hivi mambo haya ya corona. Kuna corona sasa hivi, lazima tuzilinde afya zetu. Tuchanje hivi kwa ajili tuwe na afya, tuendelee kuendelea na hii miradi. Mtume anatuambia la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin asaba fa in kana la mahala falyaqul Allahumma ahyini idha kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li. Hii ni hadithi ya Mtume. Tafsiri yake ya jumla anasema asitamani mmoja wenu kufa mpaka hapo kamata. Kwamba kumbe kufa hakutakiwi mtu atamani. Haitakiwi mtu atamani nini? Kufa. Kwa jambo lililompata lolote lile. Kwa njaa, kwa nini? Asitamani kufa. Asitamani kabisa kufa. Hapo unajifunza katika kipengele cha mwanzo cha hadithi ya Mtume kwamba kumbe kufa hakutakiwi. Na ndio maana katika Uislamu mtu akijiua anakufa kafiri, anaingia motoni saa hiyo. Naam. Tunaelewana uzuri wa Uislamu? Yaani mtu katika Uislamu akijiua, kanywa sumu, kafunga kamba, akajinyonga mathalan, akasitengeneza sababu yote, atake kwenda barabarani, mimi nataka nigonge gari likaja likamgonga, akafikiri kwamba anawahi kwenda akhera, akajipunzikie, anajidanganya huyo. Unakufa kafiri, na baada ya kutoka roho tu motoni. Ndio kitu tunachokutana nacho, moto. Kwa sababu gani? Umejidhuru, umejiua. Mwenyezi Mungu hataki watu wajiue. Sasa ugonjwa wa corona ni ugonjwa mbaya sana. Ni ugonjwa ambao kwamba ni jaiha, ni janga kubwa la kilimwengu. Linamaliza, linavuna roho za binadamu. Lakini kuna namna ya dawa tunaambiwa, namna kufuata maelekezo ya matibabu ya matibabu, madaktari na taratibu za Wizara ya Afya. Lakini wakati huo Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake, yeye na viongozi wake wote wanamsaidia, wameamua kuleta chanjo kwa ajili ya kutaka kulinda afya za Watanzania. Ukikupata ugonjwa ushafanywa chanjo, madhara yake yanakuwa madogo sana, hayakupelekei mpaka kuangamia. Inakuwa ni mambo madogo tu hivi. Lakini ikiwa hujachanja akikupata, basi ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuwa baina ya kuwa hai na baina ya kuondoka. Kwa hiyo kwa sababu chanjo ipo na Mtume ametufundisha tusijidhuru, inakupelekea vipi Muislamu unakuwa huchanji? Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Pamoja na kwamba kuchanja ni khiari, lakini katika mambo mawili, moja bora, moja sio bora. Unatakiwa uchague nini Waislamu? Bora. Sasa bora ni kuchanja. Wallahu waliyu tawfiq. Mheshimiwa Mufti, itakuwa ni vizuri zaidi uwatambue viongozi wa hapa. Sheikh wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya, katibu wa wilaya, mpite mbele hapa kwa Mheshimiwa Mufti aweze kuwatambua, katibu, viongozi wa baraza la mashehe. Mzinga usogee hapa huko. Mheshimiwa Mufti, mbele yako ni Sheikh Maulidi. Naam. Sheikh wa wilaya ya Uyui. Wa pili yako hapo ni mwenyekiti wa wilaya ya Uyui. Katibu yuko wapi? Katibu wa wilaya ya Uyui. Baraza la mashehe watu watatu.
Hao ndio viongozi wetu ambao tunashirikiana nao katika kuendeza lile gurudumu letu la baraza. Jitambue, badilika, tuache mazoea. Nimefurahi sana. Yesu Mungu atawapa taufiki. Amin, amin, amin. Nimefurahi kuwajua. Amin, amin, amin. Mambo yatakwenda vizuri inshallah. Labda nishike kidogo kuonesha alama ya nani. Inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.